na tumesema tunaunganisha siasa ya Kenya. Hatutaki siasa ya chuki na ubaguzi na ukabila. Tunataka tuunganishe Wakenya wote. Ndio nimetengeneza serikali ya broad base, kuunganisha wana UDA na wana ODM na wale wengine wote, tuko broad base. Ndio tuondoe siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi. Kenya hii tuunganishe wananchi wote. Ndio mnaona mimi nasimama hapa, Simba Arati huyu gavana wetu yuko hapa, na sote tumesema tunatembea pamoja na chief wetu Bwana Osoro. Mnasema tuungane ama tutengane, watu wa Etago? Tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane sote. Jameni, tuungane. Si ndio jameni? Tuunganishe Kenya iwe moja. Ndio mimi nawauliza wale viongozi wengine, wacheni ukabila, wacheni chuki, wacheni migawanyiko, wacheni ubaguzi. Walikuja huku Kisii, wanakuja na matusi, wanatukana wabunge, wanatukana governor, wanatukana nani. Hawa watu agenda hawana, mpango hawana, sera hawana, agenda hawana. Yao ni matusi, yao ni ukabila, yao ni chuki. Lakini mimi nawaambia ndugu zetu watu wa Kisii, nawauliza viongozi, kila kiongozi si anapimwa na ile kazi amefanya? Ama mnapima viongozi namna gani? Si kila mtu afanye kazi? Si mtu ajenge barabara, ajenge shule, aunganishe stima, ajenge soko? Si hivyo ndio mtapanga viongozi? Wale wa matusi, kuna mahali ya kupima ratili ya matusi? Kuna mahali ya kupima vile mtu anaweza kutukanana? Hawa watu tutawazamisha asubuhi na mapema, kwa sababu wale watu ni mafala, hawana akili, hawana mpango. Ama mnasemaje jamaa? Mheshimiwa Rais, karibu Gusii, karibu Chitago. Hapa Mheshimiwa Rais, kwa Mheshimiwa Osoro. Najua Osoro siku za zile nyuma hatukuwa pamoja na wao. Osoro alisumbua mimi hapa sana. Nikifanya mkutano anakuja anataka kuharibu. Lakini siku hizi amekuwa kijana mzuri, si ndio? Mliamwambia na amekuwa mtu mzuri. Sasa tunashirikiana tuhakikishe kwamba maendeleo imekuja hapa Gusii. Ukweli usemwe. Mimi kama gavana, niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Kama gavana niko na bilioni 9 peke yake ambao napata. Hii pesa hata nifanye namna gani, lazima niombe rais barabara, hospitali aongeze pesa. Juzi nimenunua trakta za bilioni 1 za kutengeneza maram. Siwezi tengeneza lami. Lazima tuongee na Mheshimiwa Rais hakikishe kwamba hizi barabara ambazo zilikuwa zimeharibika zimetengenezwa. Tumuulize tusimuulize? Sina hiyo. Mheshimiwa Rais, sisi tutaendelea kukuomba watu kando, kwa sababu wewe huwezi kuwa malaika. Ujue hii barabara kutoka Etago, Ekona, Nyamaiya mpaka Magenje, lazima Osoro akuja kuambia Mheshimiwa kuna barabara yangu imeharibika. Mnataka Osoro akae kwa hiyo jikoni ya Ruto? Watu wa South Mugrango, kuna wale wako na vitina kidogo, hiyo ni kawaida. Lakini kwa mambo ya maendeleo lazima tuyafanye. Ama namna gani? Mliona wangano wengine walikuja hapa town, wakakuja mpaka Nyamarambe hapa, wakatusi sisi. Sasa nashindwa, wewe mzee ni miaka karibu 70, mimi ni kijana wako sijui wa 4. Heshima kidogo, natusi sisi. Osoro sijui ni mtoto wako wa 5. Si ukuwe na nidhamu kidogo? Unashika mtoto mdogo wa university, unatia mimba, unaua. Ashindwe ama asishindwe? Kitu ya tatu, sema hivi, nipate nafasi hii, fursa hii. Mheshimiwa Rais, mimi nimeamua kuanzia mwezi wa 8 grade 1 na grade 2 ya watoto wangu wa Kisii wote wanakunywa tena maziwa. Kwa hivyo wacha nione hapa South Mugrango kama tunasema kwa lugha moja. Nikisema harambee mnasema tutam. Na kama uko na roho chafu, wewe weka mkono chini tu. Amna namna gani? Lakini kama uko na roho safi na unatakia mazuri, wacha nione harambee.
Harambee! William Ruto! William Ruto! Mimi je? Osoro? Asanteni, Mungu awabariki. Sasa mmesikia vile gavana wetu wamesema. Mnasema tuungane jameni. Tutembee pamoja. Gavana amesema maneno ya muhimu sana. Amesema huyu Osoro siku hizi ni mtu mzuri. Si ndio? Sasa niwaulize, Osoro ndio mtu mzuri siku hizi ama Simba ndio mzuri siku hizi? Hata Simba amekuwa mtu mzuri na Osoro amekuwa mtu mzuri. Wote ni wazuri. Basi wapigie makofi jameni. Haya.